Jesus, we worship you, we worship you, we worship you. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Asubuhi ya leo ningependa nikualike katika ibada ya online ambayo huwa nakuletea neno la Bwana ukiwa pale katika nyumba yako ama katika safari ama ukijiandaa kuja kanisani ama ukijiandaa pale kwa sababu ya kuja katika kazi. Mimi wako mchungaji Nicodemus Mutembei, na hapa ni Matu, na hili ni kanisa la Gospel Outreach. Tunakupenda na Mungu anakuwazia mipango mizuri. Ningependa asubuhi ya leo tuendelee na injili ambayo tumekuwa tukifundisha. Jambo la kwanza, Jumapili iliyopita na hiyo nyingine iliyopita hapo nyuma hatukuwa na live coverage kwa sababu tu ya mambo fulani yangeweza kuepukika, lakini tumerudi katika mtandao. Karibu katika ibada yetu ya mwezi wa 5 asubuhi ya leo. Huu ni mwezi ambao Bwana amekusudia kukubariki, amekusudia kukuponya, amekusudia kukuokoa kama hujaokoka, amekusudia kukuinua, amekusudia kutoa katika hali zako mbaya katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ningependa nianze kufundisha jambo ambalo nilikuwa nikifundisha mwezi wa 5, na ninaamini Bwana ataenda kukubariki. Nataka tulisome neno la Bwana katika kitabu ni kile cha Wafalme wa Pili, fungu ni cha 13. Tutasoma mstari miwili pale, kisha tutaomba na tutaendelea neno la Bwana. Oh, thank you Jesus. Ningependa kabla tujasoma neno tupate kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa kutupatia fursa, uhai wa maisha na kibali, kutupa neema na kutupatia opportunity kuwa katika nyumba yako masaa kama haya. Bwana, na kuwa katika uwepo wa neno lako masaa kama haya, kuwa chini ya mamlaka ya upako wa Roho Mtakatifu masaa kama haya. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji, mtu wa Mungu ambaye yuko pale nyumbani, watumishi wako popote walipo ambao nifuata katika mtandao huu, na wakabidhi mikononi mwako wa ndugu na wadada, wa mama na watu hata wa siasa, watu wa kila aina katika department zote za kiserikali ambao sikiliza injili kila asubuhi, ambao unifuata kwa mitandao, marafiki na washirika wa kanisa. Ninanena neno la Bwana, ninanena baraka juu yao, ninanena utukufu wa Mungu juu yao. Biblia inasema apokeaye nabii huwa anapokea neema na upako na kibali cha yule nabii. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Asante kwa kuwa katika ibada yetu asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba mpokeaye nabii huwa anapokea pamoja na baraka na karama na ile neema ambayo ameibeba, na huwa pia anampokea yule ambaye amemtuma, na aliyetutuma ni Yesu, aliyetutuma ni Mungu, aliyetutuma ndiye ambaye ni Bwana wa majeshi. Kitabu ni kile cha Wafalme wa Pili 13, mstari nasoma wa 4, ninasoma wa 5. And Jehoahaz besought the Lord, and the Lord hearkened to him, for he saw the oppression of Israel, because of the king of Syria oppressed them. And the Lord gave Israel a savior, so that they went out from under the hand of the Syrians, and the children of Israel dwelt in their tents as before. Oh, hallelujah. Lile neno la Bwana ambalo tunalisoma asubuhi ya leo, nitakuwa nikifundisha juu ya coming out of oppression, ama deliverance from the spirit of oppression. Watu wengi wamefinyiliwa sana, wamekaliwa ni mambo magumu, wamekaliwa ni hadi, wamekaliwa ni shetani, wamekaliwa ni dhambi,
wamekaliwa ni laana, wamekaliwa ni hali ngumu sana ya maisha. Asubuhi ya leo ningependa ni kuonyesha ya kwamba ni mapenzi ya Bwana akuondoe katika spirit of oppression. Tunakuwa tukipinda spirit of oppression mwezi wa 5, na ninaamini kwa jina la Yesu, you shall no longer be oppressed. You shall not be under the hand of oppression. Nyumba yako haitakuwa oppressed, familia yako haitakuwa oppressed. Your life and ministry will never be oppressed in the name of Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba na Jehoahazi akamulilia Bwana, akamuita Mungu wa Israeli ambaye ndiye aliyekuwa wakati ule kama nabii. Jehoahazi akamulilia Bwana, Mungu wa Israeli, kwa sababu Israeli walikaliwa vibaya sana, walikaliwa na mkono wa oppression. They were oppressed because of the king of Syria. Mfalme wa Syria alioppress wana wa Israeli, aliwafinyilia, aliwakalia ngumu, maisha ikawa ni mabaya, maisha ikawa ni machungu, maisha ikawa ina ladha, akawakalia vibaya sana, na wakakiwa katika ile hali ya oppression. Biblia inasema ya kwamba wakamuita Mungu wa Israeli, wakamulilia Bwana. Oh, hallelujah. Wacha kulilia watu ukiwa katika oppression. The way out of oppression is crying to God. The way out of oppression is to seek the name and the face of our God. Akamulilia Bwana. Biblia inasema ya kwamba Mungu akatuma savior, Mungu akatuma deliverer. Nataka nikwambia kwamba wakati wowote wana wa Mungu akiwa chini ya oppression, Mungu wakimulilia, kilio kikienda mbinguni, Mungu anatuma savior, Mungu anatuma mwokozi, Mungu anatuma mtu wa kumtoa mahali pale. Na neno hili ambalo ninahubiri asubuhi ya leo ni neno ambalo Bwana amenituma kwako. Nikuletee neno la deliverance from oppression, nikuletee neno la ukombozi, nikwambie you shall not be oppressed, nikwambie it is not the will of God for you to continue to suffer. It is not the will of God for you to continue to be under the hand of the oppressor, in the mighty name of Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba wakamtuma Mungu, akatuma savior, na alipokuja akawatoa kwa utumwa, akawatoa kwa kufinyiliwa. Na do you know what? Baada ya kutolewa na kufinyiliwa, tusikize wa mstari verse 5. And the Lord gave Israel a savior, so that they went out from under the hand of Syrians, and the children of Israel dwelt in their tents as before. Oh, hallelujah. Biblia inasema Mungu alipowapatia savior, akawakomboa, akawatoa kwa zile shida. Maandiko yanasema ya kwamba wakaanza kukaa kwa makao yao kama hapo zamani. Watu wengi wanasemanga maisha siku hizi imekuwa magumu sana, maisha ni mabaya, tujui tutaenda wapi. Economy ni mbaya, tumekaliwa vibaya, tumenyang'anywa kila kitu. Ni kama tunakaa chini ya mkono wa oppressor, hatujui tarudiane maisha ya zamani tena. Nimekuambia katika jina la Yesu Kristo, Bwana ako na mpango mzuri sana, Bwana ako na njama nzuri sana, Bwana ako na kusudi nzuri sana na kukurudisha katika yale maisha ya zamani, ya kukurudisha katika maisha mazuri. Biblia inasema ya kwamba Bwana akawarudisha katika yale maisha ya zamani. Wewe unalilia maisha ya zamani, maisha uliona ukikula vizuri, maisha uliona ukivaa vizuri, maisha uliona ukiwa na pesa, yale maisha uliona ukifurahia katika maisha. Lakini siku hizi ni kama kuna kitu kilienda vibaya. It is the oppression that has taken over your life. Na asubuhi ya leo nataka nikuonyesha kwamba our God is a God who delivers people from oppression. He delivers people from oppression. Bible says in Exodus 37. Inasema ya kwamba now Exodus 37. Let's read together the word of God. Let's read together Exodus 37. Leo nasoma tu maandiko matatu na tunaomba. Exodus tumesoma ya kwanza ili ya pili. Exodus chapter 3. We are in Exodus chapter 3 verse number 7. In the name of Jesus Christ. Chapter 3 verse number 7.
The Bible says that the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry by the reason of their taskmaster, and I know their sorrows, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and bring them up out of the land, out of that land, to a good land, to a land flowing with milk and honey. So to the place of Canaanites, Hittites, Amorites, and the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Praise the name of Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba, when we read verse 9, now therefore beyond the cry of the children of Israel is come to me. I've also seen their oppression. I have also seen their oppression. Mungu huwa nataka upate maneno mawili asubuhi ya leo. Mungu usikia maombi ya mtu oppressed akiomba. Mungu usikia maombi ya mtu oppressed akiomba. Na namba 2, Mungu kuja kumuondoa katika oppression. Inamaanisha nini asubuhi ya leo? Bwana anachukia oppression. Mungu anachukia kitu chochote kinakufinyilia. Mungu anachukia kitu chochote kinakukalia vibaya. Mungu anachukia kitu chochote ambacho hakitaji katika yale maisha ambayo yanaambatana na mapenzi na kusudio na Bwana. Na ndio naona Mungu kuja kuokoa watu kutoka kwa dhambi. Maana dhambi oppress watu. Maana shetani oppress watu. Maana laana oppress watu. Wachawi na waganga oppress watu. Ndio naona Mungu kuja kuwatoa watu wake pale. Maana Mungu anasema nimeona kilio, nimesikia. Mungu akona masikio mtu wa Mungu, na akona macho ameona vile umegandamizwa ni maisha. Katika jina la Yesu Kristo ninataka asubuhi leo uamini ya kwamba oppression is not your portion. You don't belong to the class of oppression. May the Lord begin to prepare a Savior to begin to deliver you from oppression in the mighty name of Jesus Christ. Number 1, God has got a plan to deliver you from oppression. Number 2, God hates oppression. God hates oppression. Glory be to God. Mungu anachukia oppression. I want to read in Job chapter 36. Job chapter 36. God hates oppression. Job chapter 36. Mungu anachukia oppression, sir. Job chapter 36. Let me read Job chapter 36 verse 15. In the name of Jesus Christ. Chapter 15. Chapter 36. Verse 15, Job. And here we read, the Bible says, He delivers the poor in his affliction, and opens their ear in oppression. He delivers the poor. Oh, hallelujah. He delivers the poor in his affliction. Our God delivers us from our affliction. Our God, it is the will of God. It is the plan of God to deliver from oppression. Oppression. It is the will of God. Just trust in God. It is the will of God to deliver you from oppression. The Bible says, He delivers the poor in his affliction and opens his ear to the oppression. Wakati wote ukiwa katika oppression, Mungu anasikia kilio. Na ndio maana naambianga watu, usiwahi oppress mtu, usiwahi finyilia mtu. Maana kilio cha mtu oppress kinasikika mbinguni. Hata ukiwa kiongozi wa maisha, usiwahi finyilia watu. Maana kilio cha watu wanaofinyiliwa huwa kinaendana straight kwa Bwana. Na Mungu akisikia hicho kilio, huwa anashuka kukomboa watu wake. Somebody shout hallelujah. And I want to continue to say something here, because I want to put a comma somewhere in the mighty name of Jesus Christ. God
arises to deliver his people from oppression. Glory to God. Mungu anainuka na kukondoa maisha ya watu wake katika oppression. Now you asking me, Pastor, what is oppression? Na watakuwa naongea juu oppression na wale oppression. Let me divide oppression as we finish. Oppression is a prolonged cruelty or an unjust treatment. Yani ni ile hali baya ya kukutesa ambayo imekawia sana. Is a prolonged cruelty. Yani wasama ubaya ambao umekaa sana katika maisha yako. Is an unjust treatment. Yani kule kufanywa mambo yasiyo ya haki, kule kudhulumiwa, kule kuteswa, ndio Mungu anakuita oppression. And I want to also consider it is a state of being subject to a bad treatment. Ni hali pia ya kukaa katika hali ya kuteseka. Ni hali pia ya kukaa katika hali mbaya kwa muda mrefu. Unaweza kukaa kwa ugonjwa kwa muda mrefu, ukakaa kwa shida kwa muda mrefu, ukakaa kwa masikini kwa muda mrefu, ukakaa ukiteswa ni ugonjwa fulani kwa muda mrefu. That is oppression. Ukakaa ukiteswa ni uchawi kwa muda mrefu. That's oppression. Ukakaa wakati mrefu sana bila kazi. That becomes an oppression. Hali yoyote ambayo imekawia sana kwa maisha yako na inakutesa, inakufinyilia, hiyo ndio inaitwa oppression. Unaweza kukaa bila pesa kwa muda mrefu sana katika hali ya umasikini. That is oppression. Is a prolonged state of bad treatment. In other words, is any condition that persists. Any condition that persists must be dealt with. Any condition, hali yoyote ambayo imekawia sana. Unaweza kukaa kwa hali kwa muda mrefu sana. Mambo yetu kwa muda mrefu sana. Unakaa kwa kilio kwa muda mrefu sana. Unakaa kwa kuteswa ni hali kwa muda mrefu sana. That is what we are calling an oppression. And the Bible says that God does not want his people oppressed. He loves his people delivered. He loves his people celebrating life. He loves his people at peace. Ndio maana asubuhi ya leo nimekuja kusema hali yoyote ambayo imekaa kwa maisha yako sana na iamuru itoke kwa jina la Yesu. Hali yoyote ambayo imekukalia vibaya sana, hali hata ni ya kiroho, unang'ang'ana kuomba, unang'ang'ana kukula, unang'ang'ana kuvaa, unang'ang'ana hata katika maisha, unang'ang'ana kulipa nyumba, unang'ang'ana katika maisha yote. That is an oppression. And we are trusting God this season of men, God to deliver his people from oppression. And you are one of that person. And I'm declaring in the name of Jesus Christ, may the Lord begin to deliver you. May the Lord begin to set you free. May the Lord begin to deliver you from oppression in the mighty name of Jesus Christ. Tutaendelea kutoka hapo Jumapili inshallah. Ningependa tuombe mtu wa Mungu asubuhi ya leo. Maana hii ni series ya subject ambao tutaiangalia sana mwezi mzima, lakini asubuhi ya leo nataka uelewe ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kukuondoa kwa roho ya kukufinyilia. Chochote ambacho kimekufinyilia, hebu Mungu akiondoe katika system ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, ninaombea watu wako asubuhi ya leo na kushukuru kwa kutupatia nafasi ya kuwa katika uwepo wako na kuwa katika neno lako masaa kama hayo. Ninaombea watu wako na kataa oppression katika nyumba zetu, na kataa oppression katika huduma zetu, na kataa oppression katika biashara zetu, na kataa oppression juu ya familia zetu, na kataa oppression kama ibozini katala mazia ya bobo shakatala. Tunakataa oppression ya magonjwa na hali yote ambayo imekaa sana ikakataa kawaida. We now refuse it in the name of Jesus. We now denounce it in the name of Jesus. We now declare it in blood
is now in the mighty name of Jesus Christ. Wewe ambao umekaa katika operation ya magonjwa muda mrefu, I declare to you it is enough. Wewe ambao umekaa bila kazi kwa muda mrefu, I declare to you it is enough. Wewe ambao umekaa chini ya kulia na kuteseka kwa muda mrefu, I declare to you it is enough. Wewe ambao umekaa kwa magonjwa kwa muda mrefu, I declare to you it is enough. Wewe ambaye umekaa maisha ya kuteswa na unateswa ni kitu ukielewi, I declare to you it is enough. May the Lord bless you this morning, child of God. Tunakukaribisha katika ibada zetu hapa kanisani la Gospel Outreach Matu. Tunaanza ibada zetu saa 3. Karibu katika ibada zetu, tunakupenda. Ibada pia Sunday school iko hapa inaendelea, watoto wanafundishwa na kubarikiwa. Mungu wa majeshi na akubariki. Neema ya Bwana ikuwe juu ya maisha yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Oh, God bless you so much. I love you. Shalom. I wish you a blessed day and a blessed week in Jesus' name. Amen and amen. Shalom.